Breaking news. Ndugu zangu wa Tanzania, mahali popote mlipo, hamjambo, natumai umzima, ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa katika taifa la Tanzania, lakini leo naomba mnisamehe kwa sababu sauti yangu kidogo ina shida, ni kwa sababu ya homa, lakini hiyo haimaanishi hatuwezi kuendelea kuchapa kazi kuhabarisha yale ambayo yamefika katika meza yetu ya habari. Habari ambazo tumezipokea katika meza yetu ya habari ni ushindi mkubwa haswa kwa taifa la Tanzania kwa kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lissu baada ya kuachiliwa huru. Kwa hivyo sasa hivi furaha, buraha bila karaha zimeweza kutanda katika taifa la Tanzania kwa mbwembwe za aina yake baada ya Tundu Lissu ambaye ni kiongozi wa chama cha Chadema kuachiliwa huru. Nani amemwachilia huru? Ni kivipi ameweza kuachiliwa huru? Hayo ndio tunaenda kujibu haswa kwa kanda hii. Lakini kabla nizame kwa undani, nashukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mnipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya like ili ukaweze kutukabidhi like, na ikiwa wewe ni mgeni hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe. Without wasting your time, back to our analysis. Sasa habari ambazo zimefika katika meza yetu ya habari ni wazi kwamba Umoja wa Mataifa umeagiza Tundu Lissu kuachiliwa huru mara moja bila masharti. Kwa hivyo Umoja wa Mataifa umeweza kumwachilia huru kiongozi ama mwenyekiti wa kitaifa haswa katika chama cha Chadema Tundu Lissu ambaye amezuiliwa na serikali ya Samia Suluhu Hassan. Sasa habari imeweza kuwasilishwa kutoka Umoja wa Mataifa kuagiza uongozi wa Samia Suluhu Hassan kuhakikisha mara moja Tundu Lissu ameachiliwa huru. Gazeti hili linaendelea kusema nini? Naomba tukaweze kusoma ili tukaweze kupata msingi haswa kwa yale ambayo tunaenda kuzungumzia kwa kanda hii. Sasa kumewaka. Gazeti hili likaendelea kusema ya kwamba kundi kazi la Umoja wa Mataifa kitengo kinachoangazia kuwekwa, inapotea kidogo, kundi kazi Umoja wa Mataifa kitengo kinachoangazia kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria limeeleza kuwa kufungwa kwa kiongozi wa upinzani Tanzania Tundu Lissu ni kinyume cha sheria na linataka aachiliwe mara moja. Katika maoni yake yaliyopitishwa katika kikao cha 104, kundi kazi hilo lilibaini kuwa kukamatwa na kuendelea kuzuiliwa kwa Lissu kwa tuhuma za uhaini hakuna msingi wa kisheria na kuna kiuka viwango vya kimataifa vya haki za binadamu. Lilitaja kuwa utaratibu wa kisheria wa Tanzania wa kuweka mahabusu kwa makosa yasiyo na dhamana unapingana na kifungu cha 9 cha mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa. Wakamaliza kwa kusema ya kwamba aidha panel hiyo ilisisitiza kuwa kumfungulia Lissu mashtaka ya uhaini kwa kauli alizotoa katika mkutano wa kisiasa ni kizuizi kisicho kubalika kwa uhuru wa kujieleza na kukusanyika. Kundi kazi la Umoja wa Mataifa limeitaka serikali ya Tanzania kumwachilia Lissu bila kuchelewa na kuhakikisha fidia kwa kifungo chake kisicho halali, likionya kuwa kesi yake ni sehemu ya mtindo mpana wa kukandamiza sauti ya upinzani nchini. Kwa hivyo kuzuiliwa kwa Tundu Lissu katika uongozi wa Samia Suluhu Hassan ni kinyume na sheria. Umoja wa Mataifa umeweza kuwasilisha ujumbe kwa Rais Samia Suluhu Hassan akiwa Ikulu kwamba Tundu Lissu aachiliwe mara moja na akabidhiwe huduma za matibabu na aweze kulipwa fidia kwa kifungo ambacho amekuwa akihudumia
ambacho hakikuwa halali. Ikumbukwe ya kwamba Tundu Lissu aliweza kuzuiliwa ama kutiwa mbaroni tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka jana wa 2025 kwa sababu ama kosa ambalo linasemekana ni uhaini. Na kulingana na sheria za Tanzania, uhaini ni kifo, hamna dhamana ukipatikana na kosa hilo, ila tu ni kifo. Na kwa kusema ukweli halisi wa mambo, Tundu Lissu aliweza kuzuiliwa ni kwa sababu ya siasa ambazo zilikuwa zinaendelea katika taifa la Tanzania na kufanikisha Suluhu Hassan kujichagua katika uchaguzi uliokamilika mwaka jana tarehe 29 mwezi wa 10, jambo ambalo liliweza kusababisha maandamano kutanda, kisha baadaye tukashuhudia mauaji ambayo kufikia sasa familia nyingi zinaendelea kulia. Kufikia sasa ni kipi ambacho chama cha kitaifa cha Chadema wamezungumza? Nao wameweza kuachilia barua na kusema vile ifuatavyo. Naomba kusoma barua hiyo. Inasema ya kwamba taarifa kwa umma. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema inaarifu umma kuwa Umoja wa Mataifa UN umezitaka mamlaka kumwachilia huru mara moja na kumulipa fidia mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu. UN kupitia kitengo kazi chake Working Group kimetoa taarifa hiyo baada ya kuridhisha kuwa kuna ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu kwa mujibu wa sheria za kimataifa tangu mwenyekiti Lissu alipokamatwa Aprili 9 mwaka jana. Mpaka sasa kesi yake inapoendelea Mahakama Kuu Masijala ya Dar es Salaam. UN imesema kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti Lissu ni ya kisiasa na haina msingi halali ya kisheria. Taarifa hiyo imesema kitengo cha kumkamata Mheshimiwa Lissu bila kibali cha kumkamata na kuwepo kwa utaratibu wa kisheria unaohalalisha mashtaka yasiyo na dhamana unakinzana na kifungu cha 9 cha sheria za kimataifa, hasa azimio la kimataifa na haki za binadamu, yani Universal Declaration of Human Rights. Pia taarifa hiyo imesema kumfungulia mtu mashtaka ya uhaini kutokana na kauli za kisiasa ni ukiukaji wa uhuru wa kujieleza, yani freedom of expression, na uhuru wa kukusanyika, mambo ya gatherings, hadi ama haki ambazo zinalindwa na sheria za kimataifa na pia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakamaliza kwa kusema ya kwamba kwenye taarifa hiyo yenye kurasa 13 UN imesema kitengo cha mawakili wa Mheshimiwa Lissu, viongozi, wanachama na wananchi kuzuiwa kumuona mwenyekiti gerezani ni uvunjivu wa haki za binadamu. UN imezitaka mamlaka za Tanzania 1. kumwachia huru Mheshimiwa Lissu mara moja bila masharti. Hayo yalitoka UN ama Umoja wa Mataifa. Namba 2, kumulipa fidia na stahiki kwa kifungo kisicho halali, yani lazima compensation itolewe. Namba 3, kuchukua hatua za kurekebisha mifumo ya kisheria inayoruhusu kukiukwa wa haki za binadamu. Barua hiyo imetiwa sahihi na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi. Kwa hivyo sasa hivi Tundu Lissu ameweza kuachiliwa huru kupitia Umoja wa Mataifa. Sasa hivi ni mamlaka ya Tanzania kupitia Rais Samia Suluhu Hassan kutii agizo ambalo limetolewa. La sivyo ndio maana wananyimwa misaada, kwa sababu wale waliweza kusema ya kwamba hawawezi kufadhili udhalimu ambao unaendelea katika taifa la Tanzania. Na udhalimu ndio huu, kumshikilia mtu ambaye hakufanya kosa lolote, haswa Tundu Lissu. What do you think? Je, unaunga mkono Tundu Lissu kuachiliwa huru mara moja?
vile UN imeweza kuagiza. Niandike katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload a video clip, you'll be notified automatically that Mokenya TV has uploaded a video clip. Remember to share our content also on our subgroups and on Facebook. That is only we will continue building in this channel of ours, Mokenya TV. People, let's meet in the next video. Bye bye. Thank you for watching. Adios.